mradi ni upanuzi wa zahanati ya kituo cha afya kijiji cha Idoliandole, kata ya Idoliandole. Mahali mradi ulipo, mradi huu upo katika kijiji cha Idoliandole, kata ya Idoliandole, tarafa ya Itigi, halmashauri ya wilaya ya Itigi. Historia ya mradi huu ulianza kutekelezwa tarehe 28 mwezi wa 9 2025 na ulipaswa kukamilika tarehe 30 mwezi wa 4 2026. Gharama za mradi huu umegharimu kiasi cha shilingi milioni 686,779,216, ikiwa fedha zote zimetoka serikali kuu kupitia mfuko wa Benki ya Dunia na shilingi milioni 5,460,000 nguvu za wananchi. Faida za mradi huu wa ujenzi wa kituo cha afya utasaidia kuboresha huduma za afya kwa baba, mama na mtoto, yani RCH, hasa kwa upande wa kujifungua kawaida na kwa njia ya upasuaji kwa wale watakaoshindwa kujifungua kawaida. Uwepo wa mradi huu utawezesha mazingira bora ya kufanya kazi kwa watumishi wakati wa kutoa huduma na utaongeza idadi ya watumishi wa kituo, kupunguza mlundikano wa wagonjwa, kuboresha huduma za vipimo na upatikanaji wa damu salama kwa wakazi wa kata ya Idoliandole na wakazi wa vijiji vya jirani. Hitimisho. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, tunaomba uweke jiwe la msingi kwenye mradi wa upanuzi wa zahanati na kuwa na hadhi ya kituo cha afya katika kijiji cha Idoliandole, kata ya Idoliandole, tarafa ya Itigi, halmashauri ya wilaya ya Itigi, Tanzania. Shukuru sana wewe kiongozi wa mbio za Mwenge kuja kwenye halmashauri yetu ya Itigi. Tunakukaribisha sana, lakini umetembelea kituo chetu kizuri, kituo kipya kabisa cha afya hapa Idoliandole, ambacho kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo ametupendelea sisi watu wa Idoliandole kwa kutupatia fedha takribani milioni 689 kwa ajili ya ujenzi wa kituo kizuri hiki cha afya ambacho kinakwenda sasa kuwasaidia wananchi wa maeneo haya na hasa wale wanaotoka maeneo mbali kuweza kupatiwa huduma nzuri za afya. Wito wangu kwa wananchi na wakazi wote wa maeneo haya kwamba tukitunze kituo hiki kiendelee kutoa huduma, lakini tukitunza na sisi kitatutunza ili afya zetu ziweze kuimarika. Baada ya maneno haya, niwashukuruni sana na karibu sana. Mwenge wa Uhuru ufika katika mradi wetu katika kituo hiki cha afya cha Idoliandole. Tumepokea taarifa na umekagua mradi wetu. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mradi huu unaendelea vizuri. Awamu ya kwanza umeshakamilika kwa jengo hili la ugonjwa wa nje, jengo la upasuaji, jengo la maabara, lakini pia jengo la upasuaji na uwanda mpana sana. Kuna kichomea taka, kuna majengo mengine mengi, jengo la kufuria yako hapa. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kipekee sana tunamshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye anaendelea kuboresha sekta ya afya hapa nchini. Anatamani kuona Tanzania wakipata matibabu, wakipata huduma za afya katika maeneo yao ya karibu. Ndio maana leo tuko hapa Idoliandole. Mheshimiwa Rais alileta fedha nyingi kuja kujenga kituo hiki cha afya ili wananchi wa Idoliandole wapate huduma za afya katika maeneo yao haya ya karibu. Mheshimiwa Rais ameamua kuona Watanzania wasisafiri umbali mrefu, wapate huduma za afya katika maeneo yao ya karibu. Kama hapo tunavyoona, Idoliandole sasa kimejengwa kituo cha afya cha kisasa kabisa. Dr. Samia oi! Dr. Samia safi! Lakini tunawashukuru wataalamu wote ambao mnasimamia mradi hii, ambapo Mheshimiwa Rais analeta fedha nyingi, mnasimamia vizuri, na leo tumeshuhudia hapa kituo hiki cha afya kikijengwa katika ubora mkubwa. Lakini ombi langu kwenu, tumeona milango mizuri sana ambayo mmeinunua na mmeweka hapa. Maeneo mengi Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya tulipopita hatujaiona milango mizuri kama hii, lakini hii milango mmeiagiza Dar es Salaam, lakini hii milango Dodoma inapatikana. Kwa hiyo mngeweza pia kuagiza Dodoma kwa ajili ya kupunguza gharama. Gharama mliochukulia Dar es Salaam na ambazo mngechukulia Dodoma ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo mkurugenzi, mtakaposimamia tena wale wanunuzi,
basi angalieni namna ya kupunguza gharama. Tunahitaji vitu ambavyo ni bora, lakini tuangalie namna ya kupunguza gharama. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, niseme tu kwamba Mwenge wa Uhuru umefurahishwa sana na ujenzi wa kituo hiki cha afya ambacho kinakwenda kuwa mkombozi wa wananchi wa Ilolya-Ndole. Lakini ndugu zangu wananchi wa Ilolya-Ndole, ni waombe mambo mawili. Jambo la kwanza ni waombe kuendelea kulinda amani na utulivu.